Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya asubuhi ya Anza Siku na Bwana inayokuja kwako na mimi Pastor Miamba. Na leo tunamshukuru Mungu, ni siku nyingine tena ambayo Bwana ametupa ya mfungo wetu wa siku 7. Na leo tunaenda kushughulika na kona muhimu sana ambayo inahitaji neema kuijua, lakini nitaieleza. Tunasoma katika kitabu cha Waefeso sura ya 1 mstari wa 17. Ndipo ambapo tutasimamia hapo, na tutasimamia katika kitabu cha Mathayo sura ya 16 mstari wa 16. Kwa hiyo ukianza na Waefeso sura ya 1 mstari wa 17, Biblia inasema, Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, awape ninyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu wa uweza wake ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadri ya utendaji wa nguvu za uweza wake. Sasa tunaona hapa maandiko yanaeleza kwa habari ya ufunuo. Tunaona hapa Paulo anawaombea Waefeso roho ya ufunuo, anawaeleza kwa habari ya roho ya ufunuo. Halafu tunaona sasa moja kwa moja maandiko yanaeleza kwa habari ya ufunuo unavyoweza kuwaongoza watu katika kumjua Kristo. Anasema ili mpate kujua tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na uzuri wa watakatifu jinsi ulivyo tulio ndani ya Kristo Yesu. Kwamba hakuna namna unaweza kumjua Yesu usipokuwa umefunuliwa. Ufunuo ni nini? Ni hali ambayo Mungu anaiweka bayana, ikiwa imebeba maelezo na maelekezo kwa ajili ya mtu ama kwa ajili ya jambo, lakini ni kitu kinachotokea mbinguni. Unapewa funuo, unafunuliwa kutoka mbinguni juu ya jambo fulani. Sasa tunaona hapa hata Yesu alipokuwa akiwauliza wanafunzi wake, huko nje, huko mtaani wananiita mimi ni nani? Sasa wale watu hawana ufunuo. Wakasema wengine wanakuita Elia, wengine Yeremia, wengine mmoja wapo wa manabii. Akawaambia, na ninyi mnaninena mimi ni nani? Sasa ukisoma ile mstari wa 16 kitabu cha Mathayo sura ya 16, anasema, Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simon Bayona, kwa kuwa mwili na damu havikufunulia hili, bali Baba yangu aliye mbinguni. Kwa hiyo tunaona maandiko yanaeleza kwa habari ya jinsi ambavyo Simon aliweza kujibu sawa na vile ambavyo Yesu ndivyo alivyo. Halafu Yesu anamwambia ya kwamba Simon, damu na nyama visingeweza kukufunulia hili, bali Baba yangu wa mbinguni ndio aliyekufunulia hili. Halafu tunaona na kule mbele Paulo anawaombea Waefeso kwa habari ya roho ya ufunuo ili wapate kujua. Sasa tunataka leo tumwambie Roho wa Bwana atupe ufunuo. Ni maombi ya mfungo kabisa. Tunamwambia Roho wa Bwana katika mfungo huu, tunaomba tutembee kwenye ufunuo. Nataka uelewe kabisa ya kwamba kila kitu tunachokifanya kinahitaji ufunuo. Yaani kama unafanya biashara unahitaji kufunuliwa. Unahitaji ufunuo juu ya hiyo biashara unayoifanya. Kama umeajiriwa unahitaji ufunuo kwenye hiyo ajira, kwa sababu mtu anaweza akawa anafanya biashara lakini kama hana ufunuo, hiyo biashara anaifanya pasipo weledi. Katika ulimwengu wa roho huwezi kufanya biashara kama haujafunuliwa aina ya biashara, namna ya kufanya biashara, ufanye na nani. Yaani kuna namna ambapo ufunuo unapokuja ndio unaotoa picha halisi. Unatoa picha halisi. Sasa watu wengi wanakimbilia kufanya biashara pasipo ufunuo, anarudi analia, kwa sababu kuna mtu anadhani ya kwamba akishakuwa na hela basi anaweza kufanya chochote. Kuna mtu mwingine unakuta anatangulia kukopa hela, zikifika ndo anauliza sijui nizifanyie nini.
Uliza mtu wa namna hiyo kama hiyo hela wewe inakaa, kwa sababu anajikuta hana cha kufanya. Lakini kama unatembea kwenye ufunuo, kabla hata hujaenda kukopa, unaelewa ya kwamba ninakopa kwa ajili ya kufanya biashara fulani. Unajua kabisa ya kwamba Mungu atakusaidia ujue namna ya kufanya hiyo biashara, lakini atakufunulia ufanye na nani, atakufunulia uanze na kipi, atakufunulia ufanye biashara wapi. Hiyo ni ufunuo. Kwa hiyo unapofanya biashara yako kwa ufunuo, ni ngumu sana mtu kushindana na wewe. Otherwise anataka kuaibika, lakini ni ngumu sana mtu kushindana na mtu ambaye anafanya kazi kwa ufunuo. Lakini hata kama ndani yako na huduma, mimi nafanya kazi kirahisi sana. Huwa nasema hiyo kwa sababu ni kama mtu nayepewa majibu ya mtihani. Siwezi nikajisifia kwamba nina akili sana. Na katika kazi ya huduma, kati ya kitu ambacho siwezi kujisifia, kwa sababu ya kazi ninayoifanya yote imejaa ufunuo, ya kwamba fanya kitu fulani, leo utaongea kitu fulani. Hata sasa ninaambiwa ongea kwa habari ya ufunuo. Watu waishi kwa ufunuo, watu wafanye biashara kwa ufunuo, watu waingie kwenye mahusiano kwa ufunuo, watu waishi kwenye maisha ya ndoa kwa ufunuo, watu wawalee watoto wao kwa ufunuo. Unahitaji ufunuo kwa sababu mwili na damu haviwezi kufunua yote ya kimungu. Mwili na damu wenyewe huwa havinaga mahusiano na kukufunulia wewe mambo ya mbinguni, kwa sababu ni Roho Bwana peke yake ndio anayekuja kukufunulia. Alafu akikufunulia unaweza kukuta biashara ile ile uliokuwa unaifanya, biashara ile ile iliyokuwa inakuingizia faida. Ulidhani ya kwamba inakuingizia faida, lakini kumbe kuna ufunuo ambao ungeweza kufanya uingize faida mara 10 zaidi ya unayoingiza sasa hivi. Kazi ile ile ulidhani ya kwamba inakunufaisha, kumbe ungeweza kunufaika zaidi hapo. Kwa tunapoenda kumwomba Bwana atupe roho ya ufunuo, tumekuwa tukifanya hizi ibada za namna hii, Bwana akupe roho ya ufunuo, inamaanisha unatakiwa uyaone mambo tofauti na wengine wanavyoona. Kama vile ambavyo tunaona wengine walimuona Yesu kama Yeremia, wengine walimuona kama mmoja wa manabii, wengine wakamuona kama ni Isaya. Nini maana yake? Walikuwa hawaoni kama inavyowapasa kuona. Na Petro alivyoona akaambiwa, hujaona kwa macho na damu na nyama yako, bali ni Baba mbinguni amekufunulia. Hata sisi tunahitaji damu na nyama visituonyeshe kwa habari ya ndoa yetu, macho ya mbinguni yakatufunulie. Damu na nyama visiwe na matunda kwenye biashara zetu, bali Baba yetu wa mbinguni atufunulie. Tunahitaji ufunuo. Mimi nahitaji ufunuo, wewe unahitaji ufunuo. Mahali popote unapofanya kazi, mahali popote unapofanya biashara, jambo lolote unaloliendesha, lazima utembee kwenye ufunuo. Usipotembea kwenye ufunuo, ni ngumu sana kufanikiwa. Tunataka tuende mbele za Bwana tumwambie Mungu, tunaomba utuongoze katika ufunuo, tutembee katika ufunuo. Kila kitu tufanye katika ufunuo ili tumuone Bwana. Twende mbele za Bwana. Roho Mtakatifu, asante kwa ajili ya neno uliloliachilia. Tunakushukuru kwa ajili ya mfungo wetu wa siku ya leo. Asante kwa mafuta ulioachilia ndani yetu. Tunaomba Roho Bwana utuongoze katika ufunuo. Kila utakalolifanya tufunuliwe. Iwe ni biashara, iwe ni kazi, iwe ni mahusiano, tufunuliwe. Roho Bwana tunaomba msaada wako, tufunulie. Yote tutakayofanya tusiende kwa akili zetu. Damu na nyama visipate matunda, bali Roho yako Mtakatifu apate matunda ndani yetu. Tunaomba nguvu zako zituongoze. Tunaomba kuongozwa na wewe Bwana. Tunaomba ufunuo katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tufunuliwe kwenye kila jambo tunalolienenda, na kila mradi tunaofanya, na kila kazi tunaifanya. Na wanafunzi wafunulie, wapate kujua wayafanye yapi, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, nalibariki na kulinua jina lako. Sifa na heshima ni zako Jehova. Amen. Mungu wangu akubariki sana, na uwe na wakati mwema. Najua kabisa ya kwamba tunatembea kwenye ufunuo. Basi vile utakavyofunuliwa, utashika sadaka yako njema kwa Bwana, na utaiachilia sadaka yako ya ufunuo katika ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 577876 ama namba za mawasiliano 0713842123. Mungu wangu akubariki na uwe na mfungo mwema sana. Amen.